Sasa asili ya kuzungumza maneno haya ni kuunganisha katika khutba iliyopita tulipokuwa tukizungumzia uharamu wa Waislamu kusherehekea Christmas na sikukuu nyingine zote zisizokuwa za Kiislamu. Haramu. Hivyo ndivyo dini yetu ilivyotufundisha sisi. Haifai kupelekeana zawadi wala kupelekeana kadi wala kuandaa dhifa maalumu na walima maalumu kwa ajili yao ukawafanyia ikram, bali hata kufanya biashara maalumu kwa munasaba wa Christmas ni jambo lisilofaa katika Uislamu. Sasa katika mambo ya ajabu ambayo yamejitokeza katika munasaba wa maelezo haya, kuna imamu wa msikiti mmoja kule Kigogo Posti, Dar es Salaam, amenukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari, lakini si ajabu sana kwa sababu huyu ni mshia. Amenukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari na baadhi yake sauti zake tunazo, akitoa salamu za pongezi, salamu za hongera, asema kwa ndugu zetu wa Kristo. Na haya ni baadhi ya mantiki yake. Anasema tuna sababu nyingi za sisi kama Waislamu kuwaambia ndugu zetu wa Kristo au kuwapa ndugu zetu wa Kristo salamu za Christmas. Imamu huyo sema sisi tuna sababu nyingi za sisi kama Waislamu kuwaambia ndugu zetu wa Kristo au kuwapa ndugu zetu wa Kristo salamu za Christmas. Anaendelea kusema salamu zaidi, kwanza malengo makubwa ni kushirikiana na ndugu zetu wa Kristo katika idi yao kubwa. Kama Waislamu tunataka kuonyesha ya kwamba tuko na nyinyi ndugu zetu wa Kristo, tuko mkono mmoja, tuko pamoja katika kusherehekea idi hii ya Christmas, na ili watambue ndugu zetu wa Kristo wa Tanzania ya kwamba wanapokuwa na idi, wanapokuwa na jambo la kufurahi, basi watambue ndugu zao Waislamu wako pamoja nao. Haya ni maneno yamezungumzwa na Bwana Hemedi Jalala, imamu wa Kigogo Posti pale Dar es Salaam, ambaye ni mmoja katika mashaikhi wa Kishia hapa mchini. Sasa nataka kuzungumza katika maneno haya. Kwanza, si salamu za Waislamu, hizi ni salamu kutoka kwa Mashia kwenda kwa ndugu zao wa Kristo. Akisema Waislamu atakuwa amekosea. Sisi Waislamu hatuna salamu za pongezi kwa Wakristo. Tutaishi nao kwa amani kwa mujibu wa misingi ya dini yetu. Na tunapoishi katika misingi ya dini yetu haina maana kwamba tutavunja amani. La, amani ipo, ikibidi kuwepo amani hiyo katika sheria ya dini. Kwa tutaishi nao kwa amani kama tunavyoishi nao kwa amani. Na kama tunavyolingania katika dini yetu watu wana utulivu na misingi ya dini ifuatwe, na waache tatarufu katika dini na kuwafanyia uadui watu na baghi pasi na haki. Hili ni jambo tunalizungumza na kulisisitiza kila mara. Lakini masala ya kwamba ni ndugu zetu sisi tuwapa pongezi kwa ibada yao hii, hizi ni salamu za Shia kutoka kwa Shia kwenda kwa Kristo ndugu zao, si kutoka kwa Waislamu. Hili ni jambo la kwanza mtakiwa mlifahamu. Sisi tuna haki ya kupinga maneno haya. Kwa hiyo angesema sisi ndugu zenu Mashia tunawapelekea salamu ndugu zetu wa Kristo, mimi singekuwa na maneno, tungetoa ishara tu kwamba ndugu moja, tashabahat qulubuhum, nyoyo zao zimefanana. Lakini kwa kuwa wazungumza kwa jina la Waislamu, sisi Waislamu ndugu zenu Waislamu, sisi hatumo. Hao ni Mashia na ndugu zao wa Kristo. Kwa hili lifahamike. Sasa bila aksi, ukiangalia picha tena kwa upande mwingine, ukiwatazama watu hawa wanaopeleka salamu za pongezi za Christmas kwa ndugu zao wa Kristo, yani nakusudia Mashia kupeleka salamu zao kwa ndugu zao wa Kristo, ukiwatazama wanavyoishi na baadhi ya ndugu zao Waislamu na maneno ya uchochezi na uadui wanaoyatoa dhidi yao na kashfa na maneno ya matusi dhidi ya wakubwa wao, utashangaa vipi hapa wanapowataja masahaba watukana, wakiwataja wa Kristo ndugu zetu vipi hapa. Utaona kwamba hupati shida juu ya udugu wao. Masahaba ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewazungumza sema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujada
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Allah tabaraka wa taala anawaelezea, anatupa taswira ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kupiga mifano. Huyo Muhammad ni mtume wa Allah na wale walio pamoja naye, yani masahaba, ni wakali dhidi ya makufar, ni wenye huruma baina yao. Utawaona wakirukuu pamoja, wakisujudi pamoja, na tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanazitafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi za Allah tabaraka wa taala. Allah sema dhalika mathaluhum fi at-Taurah, huo ndio mfano wa masahaba uliotajwa ndani ya Taurati. Wa mathaluhum fi al-Injil, na mfano wao katika Injili ni kama mfano wa mti, mmea, kama mathali zar'i a'jaba al-kuffara nabatuhu. Allah sema wa mathaluhum fi al-Injili kamathali zar'i kazar'i كزرع أخرج شطأه فآزره, ni kama mmea uliotoa mashuke yake ukautia nguvu, fastaghlaba, mmea ukawa mzito ukawa mnene, fastawa ala suqi, ukalingana sawa sawa juu ya kigogo chake cha ule mmea. Allah tabaraka wa taala sema ameupiga mfano huu liyaghidha bihimul kuffar, ili awatie chuki kwa mfano huu makufar. Wakitajiwa masahaba nyoyo zao zibe zinaumia, wawe na chuki. Sasa watazame hao watu wanaosema wanawapa pongezi na hongera ndugu zao wa Kristo kwa Christmas, alafu watazame wanapozungumza ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Watazame, bali isome historia ya kusimama kwa daula yao, daulatu Safawiyya, ad-daulatu Safawiyya, kama wanavyoelezea kina Abbas Iqbal, mshia Abbas Iqbal, au ile mnasara Shahin Makarius Mlebanon, anavyoeleza namna walivyofanya kuwafanyia ahli sunnah wal jamaa katika miji ya Iran. Utaona zile chuki zao mpaka kufikia kufukua kabri ya Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu. Kabri ya Imam Abu Hanifa katika nchi ya Iraq ilikwenda kufukuliwa, maiti yake ikatolewa, wakaichoma moto, wakazika mahali pake mbwa. Haya wamefanya mashia katika daula Safawiyya. Sasa ukiwatazama walivyo kwa Waislamu, usudun alaina, ukiona kama vile simba kwetu sisi, wa fil harbi naama, lakini wakiingia katika mapambano kumbe ni mbuni. Wanapokuwa dhidi ya makufari wanajipendekeza kwao. Na hizi salamu tumeziona, salamu za pongezi za Idi kubwa ya Wakristo, ndugu zetu wa Kristo. Sisi si hatumo katika salamu hizo. Hizo ni salamu kutoka kwa Mashia kwenda kwa ndugu zao wa Kristo. Waislamu haziwahusu. Tutaishi kwa amani kwa mujibu wa misingi ya dini yetu. Tutaihubiri amani kama dini yetu inavyohubiri ndani ya utaratibu wake, lakini si kupongezana katika mambo ya ibada ya kuabudu msalaba na mengineyo, mambo ya kuabudu mizimu na mengineyo. Hilo kwetu haliko. Wala ukariha alkarihun. Kwa hiyo haya yote yamekuja kwa madai ya tasamuh katika dini, kwamba tunakwenda kwa kusameheana na kuishi kwa amani na masala ya mafuhumu mabovu ya taisir. Sisi hatuko katika hali hiyo, sisi tuko mbali na haya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii nimeitoa kama tambihi, lakini ayati zilizokuja kuonyesha chuki dhidi ya makufari dhidi ya Waislamu ni nyingi. Wadda kathirun min ahli alkitabi, wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum an dinikum in istata'u aw lan tarda anka alyahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Aya kama hizi ndani ya Qur'ani ziko nyingi kuonyesha namna hao walivyokuwa na uadui na namna wanavyomfanya, na hakuna jambo kubwa baya kabisa kama wao kumfanya Isa kuwa ni Mungu. Ni jambo moja baya kabisa, na kumuita kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Haya ni matusi kwa Allah tabaraka wa taala. Sisi tunatakiwa tuyetukie. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم سلط بينهم. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وآله وصحبه وسلم.